kwenye mada yetu ya leo na umuhimu wake wa kujiajiri, mbinu za kujiajiri. Ni kitu muhimu sana kwa sababu bila kuwa na mbinu au strategy ya kujiajiri, unaweza kukuta mtu anapata msongo wa mawazo. Yes. Anapata mtu msongo wa mawazo, anafika kipindi analaumu wazazi, wengine wanalaumu serikali, mwingine mpaka anajikuta katika hali ambayo si njema sana. Kwa hizo mbinu ni muhimu. Na tutapitia leo hatua 4. Hatua 4 muhimu za mtu anayetaka kujiajiri. Ndio. Mimi nashukuru Mungu tangu nianze kujiajiri na mwaka wangu ni wa 14. Tangu nianze kujiajiri. Mwaka wangu wa 14. Lakini pia nimeajiriwa miaka kama 8 hivi. Kabla hujaanza kujiajiri. Kabla sijaanza kujiajiri. Sawa. Na ndio maana nitaka nijenge pia msingi. Kuna wale rafiki zangu sehemu wanaofanyia kazi akiwa na ile shauku ya kujiajiri, anataka kuanza kuharibu kwamba mimi hapa nitaondoka nikajiajiri. Kumbe mimi nilijifunza kwamba sehemu ambazo nilikuwa nafanya kazi baadaye zilikuja kuwa network yangu, mtandao wangu wa kujiajiri. Ndio. Kwa hiyo hili nataka niweke msingi namna hiyo. Sawa. Kwa hiyo tuna hatua 4. Na ya kwanza kabisa ambayo nilitaka nizungumzie ni kile ambacho wasanii wanapenda kusema behind the scene. Yaani mtu ambaye ananisikiliza sasa hivi alafu ana shauku kubwa ya kutaka kujiajiri, inamfaa kwanza aketi chini. Hatua ya kwanza, akae chini alafu afanye tafakari kwenye mambo yafuatayo. Kwanza ajiulize, je, amepata bahati labda kupata elimu ya mfumo rasmi au hana? Kwa sababu tuna makundi ya watu ambao anataka ajiajiri na ana elimu. Amemaliza chuo kikuu, diploma, anayo elimu. Na tuna kundi la watu ambao wana elimu ambao sio ya mfumo rasmi. Yaani ana elimu fulani kama ya ususi, sio kutengeneza keki na nini, hiyo anayo. Sasa hiyo ni hatua ya kwanza ya mtu ajitafakarishe mwenyewe, hivi mimi nina nini? Nina elimu ya mfumo rasmi? Kama anayo anapiga tiki. Hivi na zile ambazo wanahitaji elimu ya ziada na kiada. Kuna elimu ya ziada na kiada. Na kuna elimu ya mfumo rasmi na elimu isiyokuwa na mfumo rasmi. Wanasema siku hizi elimu ambazo sio za mfumo rasmi zipo hata kwenye vituo vya madaladala huko. Yaani zinatolewa tu na watu wengi. Ndio. Lakini pia maisha yanatufundisha. Ndio. Kuna mambo unafanya kwenye maisha unapata elimu hata kama hujakaa wapi? Darasani. Sasa hizo zinaitwa elimu ambazo sizo za mfumo rasmi. Kwa hiyo kama ana elimu ya mfumo rasmi anapiga tiki. Anahama hapo. Kama hana, anajiuliza, je, mimi nina kipaji chochote? Je, mimi nina kipaji chochote? Yaani ile karama ambayo mtu kazaliwa nayo. Ndio. Kama unavyojua kuna watu ni waimbaji wazuri. Ndio. Kuna watu wengine ni wasusi wazuri sana. Wengine ni watangazaji. Sauti yake ukisikiza kama ya kwako inavutia mtu. Kwa hiyo ajiulize ana kipaji gani? Na kuna kipindi watu wanapata tabu kujua hivi mimi nina kipaji gani. Hii pia watu tunaifundisha na tutakuja kutafuta kipindi cha kuangalia kipaji. Mtu anaweza kugunduaje kipaji chake. Lakini kwa ufupi, kipaji chako utakijua tu kwa ile mambo ambayo unayapenda moyoni. Na unayafanya bila kulazimishwa na unaona sio mzigo. Na wataalamu wanasema utajua pia kipaji chako kama uko tayari kufanya bila hata malipo. Yaani wewe unapenda tu kufanya. Sasa hiyo ni hatua nyingine ya katika ile kundi la kwanza. Hiyo ni sehemu ya pili. Kama ana kipaji anaandika pale, mimi ni msusi. Mimi ni msusi, lakini nadhani mimi ni mwimbaji, mimi ni mpishi mzuri, naona mimi ni mshauri. Kuna watu ni washauri, wengine ni mafundi. Anaandika hiki ni kipaji changu, au anasema mimi kipaji sina. Akitoka hapo sasa anajiuliza tena, je, pengine nina ujua ufundi wowote? Unajua kuna watu kutokana na wazazi wao kuwa mafundi, mtoto anayezaliwa pale kama baba alikuwa ni fundi mwashi, ndio mtoto anakuwa mjenzi wa nyumba automatically. Kama baba alikuwa ni mtaalamu wa kuchomelea magrili, mtoto anajifunza kuchomelea magrili. Sasa pia mtu anaweza kujiuliza, hivi kuna ufundi wote mimi naujua? Kama anao anaweka tiki. Kama hana anaweka alama ya X kwamba hicho hana. Kwa hiyo atashuka hivyo ili aweze kujua kwamba yeye anaangukia wapi. Na lingine katika hiyo kundi la kwanza, tafakari ya mtu akikaa chini anatakiwa kufanya, pia ajiulize kaajiriwa au hana ajira. Kwa sababu kuna watu wameajiriwa na wanataka waache kazi. Anataka ajiajiri. Hiyo mimi pia linikuta kipindi mwaka 2012 kabla sijaacha kazi. Nilikuwa nina kazi na wenzangu wakiona ile kazi wanasema ndugu yangu wewe una kazi na nini, lakini mimi nilishafanya miaka 8 nikawa tayari nina maono mengine nikataka kuacha kazi.
Sasa kuna watu hata leo anapenda ajiajiri na yupo kwenye kazi. Sasa hili ni kundi lingine. Kama mtu akaajiriwa na anataka kujiajiri, huyu naye anatakiwa aweke alama hapo. Kama hana kazi kabisa, hajaajiriwa bado, anaweka naye alama ya alama yake. Sasa hapo sio kama nimeeleweka. Huu ni msingi, yani ni behind the scene. Ni kama mtu unataka kwenda kuogelea, lazima kwanza ujitafakari nina nini cha kunisaidia. Je, naweza kupata labda mpira wa kujaza upepo, naweza kwenda na nguo gani? Yani vile vitu unavyotafakari kabla kusema sasa naenda kujiajiri. Hivi ndio mambo nimeanza kuongea navyo. Tunasema ni behind the scene, au vitu vya kwenye background. Sasa tuchukue mfano katika makundi, katika hizi ya sifa au makundi manne ya mtu amejitafakari, akajigundua mimi pengine nina elimu ya mfumo rasmi, nina degree yangu, au mimi nina fani fulani kama kipaji, au akatafakari akagundua mimi bwana nina ufundi. Sasa akishagundua hii, tunakwenda hatua ya pili. Hatua ya pili ni kutengeneza mpango kazi. Ni kutengeneza mpango kazi. Na huu mpango kazi kwa lugha nyingine tunauita ni mkakati au ni dira yako. Kama tunavyosema dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Yaani unakuwa na mpango mpana unaokuwa kujulisha kwamba okay, mimi kweli nina elimu au sina elimu, lakini nina ujuzi katika ile alama ambayo mtu aliweka tiki pale juu. Ukishatoka hapo sasa, katika mpango kazi wako unaandika kile ambacho wewe kule juu ulisema unacho. Nichukule mtu amesoma na hajabahatika kupata kazi ya kuajiriwa na anatusikiliza hivi sasa, lakini tuchukule amesomea mazingira. Kwa ina maana yeye kitu ambacho anacho ni mazingira. Na huwa zile kozi za vyuoni zina kozi kubwa mazingira, lakini ndani kuna vile vikozi vidogo visubkozi. Kwa utakuta mtu amesoma mazingira na ujasiriamali, mazingira labda yanavyoboresha afya, labda mazingira na viwanda, anachagua kale ka subkozi kale, alafu anakatengenezea mpango kazi. Sasa hapa lazima connect na kitu ambacho naye anakiipenda. Kwa sababu safari ya kujiajiri ni safari ambayo ni kama ya kiutume hivi. Haitaki uwe umesukumwa. Lazima hiyo imetoka ndani kwamba sasa nimeamua kujiajiri. Kwa katika andiko lake katika mpango kazi atakaoandika, unagawanyika na wenyewe katika makundi mawili. Anaweza kutengeneza mpango kazi katika maana kwamba anataka ahudumie tu jamii. Yaani ajiajiri kwa njia ya kuhudumia jamii. Kwa mfano anataka afungue kitu kama NGO yake au kikundi cha kijamii. Kuna vikundi hivi ambavyo wakati mwingine viko chini ya afisa maendeleo wa wilaya au wa kata. Anaweza kuangalia sasa kama anataka kwenda katika upande wa kikundi au ka NGO ka kutoa huduma. Yeye sasa kwa kutumia ile elimu yake pale anaandika zile huduma ambazo anatakiwa azitoe na atazitoa wapi, na anajiwekea malengo ambayo anataka ayafanye. Sasa tukienda mbali zaidi, anapoanza kuandika mpango kazi, taratibu anatengeneza kitu ambacho tunakiita andiko la mradi. Ambalo hilo andiko la mradi litampa mikakati yake, litampa wadau watakaofanya nao kazi, litamjulisha ni eneo gani anataka aanze nalo, litampa bajeti yake, anatakiwa awe na kiasi gani, na yeye ana nini. Sasa katika hatua hii kuna vijana wengi au watu wengi ukiwauliza kwamba unaweza ukaanza kufanya hivi na ukazungumzia vile ambavyo unavyo, yeye atakwambia mimi sina kitu. Yeye kwa akili yake haraka anajua kuwa na kitu ni pesa. Kumbe ile elimu ya mazingira aliyoipata tayari ni kitu cha kuanzia. Lakini na ile idea ambayo ameiandika katika lile karatasi na chenyewe ni kitu. Lakini ana mtandao fulani anafahamika, labda kwao pale kuna kashamba, kuna viwanja, ana experience fulani labda alifanya. Hivi vyote ni vitu ambavyo vinaandikwa mle kwamba mimi naweza kufanya hivi. Lakini pia muda nao ni mchango kwenye hizi project. Anasema muda nao, masaa yangu 8 kila siku nitawekeza humo. Sasa kwenye kuandaa mpango kazi, hili ni kundi la kwanza la miradi ambayo haitengenezi faida. Lakini pia kwa kutumia elimu yake ile ya mazingira, anaweza kutengeneza mpango kazi wa kibiashara. Sasa hapa anaangalia kabisa project ya kimazingira. Kwa mfano anataka aanze kupanda miti. Kama unavyojua siku hizi biashara ya miti
ni muhimu na sera zetu zinahimiza kuboresha mazingira. Mwingine anaweza akawa anaanisha garden yake tu, anatafuta eneo la barabarani, anataka kuanza project ya maua, asambaze kwenye majumba ya watu, watafute vikundi vya bodaboda, washirikiane kwa pamoja. Sasa ataandika mpango kazi ambao una elementi za kibiashara, ambao akianza kuandika mpango kazi taratibu, baadaye anaenda anatengeneza kitu kinachoitwa business plan. Kwa hiyo hapo nimeelezea vitu viwili, kwamba kutokana na ile source yake kule juu, ile background ya yeye ana kitu gani, akisha kaa chini na akajitambua, anakwenda sasa kutengeneza mpango kazi wake. Kwa sababu mimi nakumbuka nilivyoanza hii safari ya kujiajiri, yani hakuna hatari ambayo niliiona kama unapoamua kuacha kazi ya kuajiriwa ukaenda kujiajiri. Hatari ambazo niliziona, kwanza asubuhi hakuna kinachokusukuma kuamka. Ndio. Yaani ukajikuta wewe umelala mpaka saa 3. Unasema duka si langu, biashara si yangu. Kwa sababu wengi wetu tunaamka asubuhi kwa sababu tunajua mkurugenzi au manager ataniuliza kwani nimechelewa. Sasa hiyo ndio hatari ambayo ipo usipokuwa na mpango na action plan, yani mpango kazi. Lakini hatari nyingine, asipotengeneza mpango kazi atajikuta anafanya vitu ambavyo havimuingizii kipato. Yani unaamka, umepita kwa rafiki yako pale, amekuita, mmeanza kujadili mambo labda ya timu za mpira. Umepiga pale masaa 3 yamekwisha. Umetoka, umeitwa sehemu, kuna kitu kimetokea bwana, tukamwangalia mgonjwa. Of course kuangalia mgonjwa ni kitu kizuri. Lakini umetoka hapo masaa 4. Jioni nafika nyumbani, hujafanya kitu chochote cha kukuingizia pesa. Na wewe una mahitaji. Na wewe una mahitaji. Sasa mpango kazi huu ni muhimu ili ukubane. Ujue kwamba naamka mapema. Leo nikiamka mapema nitakwenda sehemu fulani. Na hili kundi la upande wa pili katika mpango kazi la kibiashara linakwenda mpaka linaelezea kwamba unahitaji mtaji wa kiasi gani. Bajeti yako unayotaka. Na je, hicho kitu unachotaka kufanya ni cha muda mfupi tu? Nikisema cha muda mfupi na maanisha unataka labda ufungue tu mradi wa kuku, wakisha taga mayai unauza na kuku wake na mayai yake unaenda kwenye kitu kingine. Au unataka kuanzisha mradi wa kuku wa kibiashara katika mfumo endelevu. Tunaita sustainable plan. Ujeta kwenye kujiajiri lazima watu wawe na mpango endelevu. Kwa sababu ukishaamua naenda kujiajiri, ina maana kwamba sasa wewe hurudi wapi? Hurudi nyuma. Unaenda mbele. Wewe ni mbele kwa mbele. Yaani tafsiri yake unataka upige, unaona pale labda ile ajira haijakufikisha mahali ambapo unataka, si ndio tafsiri yake daktari? Kwa unataka ujiajiri, unataka usonge mbele zaidi. Mbele kwa mbele. Yaani sipe kipindi urudi nyuma au jikute unabadilisha mawazo. Ndio. Japokuwa of course kuna vitu nitaviongea hapo mbeleni ambavyo ni mambo muhimu njiani unapoanza. Mambo gani muhimu uzingatie pia. Sasa hiyo ndio kitu hatari nilichosema. Kama huna andiko la mradi, unaweza kuwa muda wako unaenda vibaya. Na kwa ndugu zangu ambao wana tabia zile ambazo ni za kasumba, kwa mfano mtu ni mnywaji. Ujue ukiwa unajua una bosi kesho, alafu kuna kwenda kazini. Unakunywa lakini una wasiwasi. Sasa nilichojifunza kwenye hizi safari za kujiajiri, kama una kikundi cha marafiki mnapata moja moto na huna kazi au aina fulani ya ulevi, inaweza kukufanya wewe ukapata muda mwingi sana wa kutumia hivyo vitu kwa kufikiri kwamba nafanya nini, niko kazini, najenga mtandao, kumbe unapoteza muda. Sasa baada ya kuwa tumeshaandaa hayo, sasa huo mpango kazi wetu. Na pengine msikilizaji anaweza akasema nitaandikaje mpango kazi? Kwa sababu kuna watu wakisikia andika mpango kazi anapata mashaka. Unakuwa umemchanganya. Mpango kazi ni kitu tu rahisi cha kusema. Kwa mfano leo ni Jumanne. Leo asubuhi nitaanza na nini? Leo nitaanza na nini? Anasema leo nataka niende sokoni nikatathmini bei za mbegu za matikiti maji. Kwa hiyo unakuwa umeshapanga hicho kitu. Na nikisha tathmini bei za mbegu, nitaangalia kama kuna mifumo ya umwagiliaji pale sokoni. Tuchukue unataka sasa mradi wako wa kilimo. Nitatoka hapo, nitakwenda kuangalia bei za matikiti sasa hivi sokoni ni kiasi gani. Kwa hiyo anakuwa umeorodhesha kazi zako zote za siku ile moja. Huo ndio mpango kazi. Mpaka siku inavyokwisha kabisa jioni. Sasa kama sio mradi wa kilimo, ni mradi wa kitu kingine, pia unaandika kazi namna hiyo.
Kwa hiyo ukiwa na mpango kazi ambao unakupa ratiba ya siku, unautengeneza sasa mpango kazi wa wiki, wa mwezi, mpaka miezi 6. Ndio maana tunapaka mpango wa mwaka mzima. Ili mradi usikae idle. Kwa sababu hizi za kujiajiri, kwa mfano tuchukulie, maana hili ni kundi la mtu ambaye hana anazungumzia, lakini kwa mtu ambaye ulikuwa kwenye kazi ofisini, alafu ukapata yani ile nguvu ya kutaka kujiajiri, alafu ukaingia kwenye kujiajiri, utakuja kugundua pia siku zinakimbia kuliko ulivyokuwa umeajiriwa. Sawa. Yaani ukiwa umeajiriwa ni kama saa haziendi sana. Sasa Dr. hapa utanisaidia, lakini naliona pia kama kuna kundi lingine. Ndio. Kuna hilo ambao umelizungumza hapa la ambao wanataka kuacha ajira waje kujiajiri. Lakini kuna kundi ambalo wapo kwenye ajira lakini pia anataka ajiajiri, yani awe na biashara yake nyingine pembeni. Huku na huku afanye. Okay. Yes, sasa hilo kundi nalo utaratibu wake unakuwaje? Ni kama huu. Ili kundi ambalo bado lipo kazini na linataka lifanye huku na huku, mambo yote yaweze kwenda. Ili kundi sababu na mimi nilishafanya huko. Kuna kipindi nilikuwa nimejiajiri kwenye mambo ya usafiri, nikanunua haisi. Ndio. Niko ofisini nimeajiriwa. Kwa hiyo nikampa dereva akawa anaenda Gairo kipindi hicho, niko Morogoro huko. Sasa mimi niko ofisini huku na haisi zangu na nini. Sasa nilichokuja kujifunza nilikosa muda wa kusimamia ile haisi. Kwa kila siku nilichokuwa naona ananiambia yule dereva ni kwamba nimepigwa sijui fine na traffic, sijui gari iko huku Gairo imevunja nini, namwambia kanunue tengeneza. Nakumbuka mimi ananiuliza hivyo, niko na bosi. Ndio. Na niko kwenye vikao. Akili yangu imeshikwa kule. Yes. Sasa nikawa unamwambia mfanyeni mnavyoweza, mimi niko kwenye kikao. Yeye anafanya anachoweza. Labda muda mwingine anakutajia vitu labda hata uvijui, anakuambia tu au yes. Sasa unakuta baadaye wewe unakutana naye kwa wiki mara moja weekend ukiwa huru. Badala ya kipindi kile tulikuwa tunapata shilingi 50,000 kwa siku. Ina maana kwa siku 5 za wiki alitakiwa alete 50 mara 5 2.5. Lakini anakuletea 120,000. Anakuambia yote nimepata changamoto njiani, mara kimeharibika na nini. Ndio. Sasa kwa ndugu zetu ambao wako kwenye ajira na wangependa, kuna ushauri pia tunawapa. Sio ushauri wa biashara kama hizi zinazohitaji kusimamia. Kwa sababu biashara na miradi mingi nataka sana uwepo wako. Yes. Kwa hiyo mtu anataka kufanya dabodabo anaweza kuangalia mifumo, kwa mfano hii ya biashara za commission. Kama unavyoona dalali, yani una market kitu kiko chini ya mtu, ukipata mteja wa connect wale unakula cha juu. Hahitaji ile nani ya moja kwa moja. Ndio. Au unaangalia aina ya kazi ambazo unaweza kuzifanya muda wa weekend zaidi au likizo. Ili kusudi utoe maximum energy na time pale. Au labda huo muda ambao unatoka kazini unaweza pia ukazifanya, lakini unafanya wewe mwenyewe. Sasa hapo unajiongeza. Kwa mfano na jamaa yangu pia yeye alikuwa ni mhasibu na alipenda sana kujiajiri. Na alikuwa kimsingi anafanya vizuri kwenye kilimo cha matikiti maji. Ndio. Kule Mkuranga. Lakini yeye akitoka ofisini saa 11 anaenda shambani, anatoka saa 4 usiku. Ndio. Na kuna saa anaamka saa 10 alfajiri, anaenda kwanza shambani. Kwenye saa 12 anatoka shambani anaenda kazini. Sasa hii nataka watu wenye vipawa vya kujiongeza. Kwa sababu utalala masaa machache, utatumia nguvu nyingi sana na utachoka sana. Kwa hiyo inaweza ikawezekana kwa mtu ambaye anaweza kapanga muda wake vizuri. Hata hivyo kuna baadhi ya ajira haziruhusu. Kuna baadhi ya ajira unatumika masaa 24. Haziruhusu na hazitaki. Kwa mfano kuna mkataba wangu wa mwanzo nilishapewa, umeandikwa kabisa kwamba unatakiwa kutumia muda wako wote kwa ajili ya bosi wako. Na ukionekana una double deal hivi, yani unakuta unavunja sheria za kazi. Sasa pia lazima kila mtu aangalie kazini kwake na mkataba aliosaini unasemaje. Na ili swali umeuliza ni zuri. Mtu aliyeajiriwa na kama bado ana nia hiyo, kingine ambacho watu wanashauri ni kuendelea kujifunza akiwa pale kazini. Unaweza kaendelea kuwa unajenga knowledge vizuri kabisa ili kusudi uweze kupata knowledge, kwa sababu kwenye safari ya kujiajiri pia kunataka sana knowledge. Wengi wanakwama, wengi wanafeli kwa sababu ya knowledge, maarifa, kwamba niingie wapi na nitoke vipi. Na hili pia Dr. Mkufa, si utatazama kama nikilitafakari kama lina mambo mengi, kwa sababu waajiriwa wengi kwenye hizi ajira ambazo rasmi wengi huwa wakijikita kwenye biashara, asilimia kubwa huwa wanaangukia pua. Inawezekana labda
huwa zile tafakuri zao zinakuwa sio sahihi, au wengine tunafuata tu mkumbo kwa sababu fulani amefungua baa, mimi sinatoka kazini saa 10, napitia kwenye baa yangu pale na kakaa na zuga mpaka saa 2 naondoka. Lakini zile biashara zimekuwa hazina mwendo. Zinafika mahali zinakufa. Kwa hiyo kupitia wewe labda tunaweza tukajifunza hapa, wao ambao wameajiriwa lakini pia anataka kufanya double ajiajiri pia. Ina maana kwa mfano leo sema ni mzuri. Kuna mtu anaweza kaajiriwa lakini labda misezi wake hajaajiriwa. Ndio. Anaweza kumkabidhi hizo biashara akazisimamia. Na kuna watu tunafahamu pia wanamiliki mashule na wameweka labda wake zao. Ndiyo. Au vijana wanaoamini. Ndio. Kuna kauli inasema kwamba mali bila daftari hupotea bila habari. Ndio. Ukiwa na project yoyote na kama huna muda, yani bora utunze ile pesa kwenye au ununue hisa kwanza ili endelee kujizalisha wakati wewe unatafuta muda. Ndio. Kwa sababu vitu vinataka sana uwepo wako. Yani uwepo wako. Biashara inakutaka wewe. Inakuhitaji sana uwepo pale. Mimi na rafiki yangu pia alikuwa ana project yake na alikuwa amebanwa kazini. Kwa mara nyingi anapiga simu anauliza, leo mmeweka mbolea? Vijana wanamwambia tumeweka mbolea. Mahindi yanaendeleaje? Sasa hivi majani 6 yako kwenye magoti. Nipigieni picha. Anapigiwa picha shamba lingine anatumiwa. Na yeye jioni amekaa kwenye viti virefu anasema bwana, anaonyesha marafiki zake. Angalia kazangu hizi. Sasa siku alivyoamua kutembelea site, yani alichofanya pale alipata pressure. Lazima. Kwa sababu hakukuta kitu chochote na amekuwa akituma hela kwa uaminifu mkubwa sana. Ndiyo. Of course wenzetu siku hizi wanakuwa na vifaa kama hizi kamera na nini, unakuwa na mifumo ya kisasa ya kiteknolojia kuweza kucontrol. Ndiyo. Lakini kuna mazingira magumu sana usipokuwa makini. Mwingine aliibiwa ng'ombe, aliwekeza ng'ombe kwa ajili ya nyama. Kwa mfano mtu yuko hapa Chalinze anatafuta eneo Manyoni hapo kama shamba. Analiwekea fence vizuri, anachukua ng'ombe anaweka. Kule ng'ombe ni bei nafuu. Kwa hiyo anawanenepesha kwa muda fulani ili awalete mnadani Pugu. Ndio. Sasa unaongeza ng'ombe pale 10, unarusha hela, unalipa vibarua. Kumbe jamaa wale ng'ombe washawauza. Na wanakuambia bado wapo. Siku unasema leteni mzigo, ng'ombe hawapo. Ni kwa sababu pia kutokuwa na uwepo wako pale. Kwa hiyo daktari, hapo kwenye hili kabla hujasonga mbele, bado na viswali vidogo. Njia ambazo wanatakiwa kupita ni kama hizi. Cha kwanza kwenye kujiuliza maswali, pia anatakiwa ajiulize. Lakini nimepata hapa kwamba swali lingine pia anatakiwa ajiulize kama hii ajira yangu mkataba wake pia unasemaje. La muhimu. Anatakiwa ajiulize kabisa. Kama unaniruhusu au hapana. Kabisa. Kuna kazi hazikuruhusu. Na ukija kugunduliwa unaweza ukaitwa kwenye vikao vya maadili. Na kuna kazi nyingine wanakuambia kabisa wewe kama unaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 9 saa 10 umemaliza, kafanye mambo yako. Ikiwa hivyo nao ni nzuri, unaweza kuwekeza huko.